Msikilizaji na mtazamaji wangu, ni matumaini yangu ya kwamba uko salama katika upendo wa Mungu. Mtumishi mdogo Nesto, nashukuru tena kwa sababu ya neema ya siku ya leo ambayo Mungu ametupa ili ya kwamba tuweze kuendelea kujifunza Biblia pamoja. Basi leo tutajifunza maandiko ya Biblia katika kitabu cha Esther mlango wa 3 na mstari wa kwanza. Tutasoma mistari kadhaa, maana huu mlango wa 3 una mistari 15. Unaweza kusoma yote, the whole chapter, na utabarikiwa zaidi ama utajifunza mengi zaidi. Na kama vile mnavyojua, Biblia ina masomo mengi sana, na kupitia masomo ya Biblia ama kupitia maandiko ambayo imeandikwa katika Biblia, kwa kweli ni historia nyingi sana, zingine mtu anaweza kosa kuelewa, lakini kupitia historia hizo zote tunaweza kujifunza moyo wa Mungu. Na somo letu ni lile tu, siri ya msamaha wa dhambi. Ni kwa njia gani mwanadamu aliweza kuokolewa, ni kwa njia gani mwanadamu aliweza kuhesabiwa kuwa mshindi ama mshindaji. Na basi kitabu cha Esther nilipokuwa nikikisoma, kwa kweli kina milango 10, lakini kwa hiyo milango 10 ya kitabu cha Esther unaweza kosa kuona jina Mungu ama God ama Dieu. Hakuna. Na basi unaweza ukajiuliza ya kwamba basi kitabu hiki kama hakimtaji Mungu, basi na bado tunasema ya kwamba ni kitabu cha Biblia ama ni kitabu cha Mungu. Lakini jamani, hata kama hakuna hata neno moja ambalo limeandikwa ya kuwa Mungu, lakini bado kupitia kitabu hiki Mungu anaeleza waziwazi moyo wake ama njia ya wokovu kwa njia ambayo inaeleweka kabisa. Na kwa hivyo naomba ya kwamba kabla hatujaendelea zaidi, naomba tusome mistari kadhaa katika Esther mlango wa 3. Esther mlango wa 3, nasoma kuanza mstari wa kwanza. Baada ya hayo, mfalme Ahasuero alimuongezea cheo Hamani bin Hamedatha Mwagagi. Akampandisha, akamwekea kiti chake juu ya makida wote waliokuwepo pamoja naye. Mstari wa 2. Nao watumishi wote wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakainama na kumsujudia Hamani, maana ndivyo alivyoamuru mfalme kwa habari zake. Bali Mordekai hakuinama wala kumsujudia. bali Mordekai hakuinama wala kumsujudia. Basi watumishi wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakamwambia Mordekai, mbona wewe waihalifu amri ya mfalme? Ikawa waliposema naye kila siku asiwasikilize, wakamwarifu Hamani ili kuona kama mambo yake Mordekai yatasimama, maana alikuwa amewaambia ya kuwa yeye ni Myahudi. Hata Hamani alipoona ya kwamba Mordekai hainami wala kumsujudia, alighadhibika sana. Akaona si shani kumtia mikono Mordekai peke yake, maana wamemjulisha kabila yake Mordekai. Kwa hiyo Hamani alitaka kuwaangamiza Wayahudi wote waliokuwa wakikaa katika ufalme wote mzima wa Asuero, yani watu wake Mordekai. Nimesoma hadi mstari wa 6, na nilikuwa nimesema ya kuwa huu mlango wa 3 una mistari 15 peke yake. Kwa hivyo unaweza ukaendelea, unaweza kusoma yote na utaelewa zaidi. Jamani, tumesoma hapa hadithi ama habari ya Mordekai ambaye hakutaka kumuinamia Hamani ambaye alikuwa ameongezewa cheo na mfalme Ahasuero. Na huko ambako Mordekai anakataa kuinama wala kumsujudia huyu aliyeongezewa cheo, alikuwa ugenini. Na kama vile mnavyojua, mtu anapokuwa katika nchi ya ugeni ni mtu ambaye anajaribu kushika sheria zaidi hata ya wenyeji, kwa sababu
yeye asiposhika sheria na ikijulikana ya kuwa yeye hata ni mgeni, shida inakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hivyo kama kuna watu ambao wangeinama zaidi ama kusujudu zaidi, ni huyu Mordekai. Lakini sasa Mordekai yeye hakuinama wala kumsujudia Hamani. Unaweza ukajiuliza ni kwa nini? Je, ni kiburi? Inaonekana kana kwamba ni kiburi. Na sasa hata kama ni kiburi, mtu anaweza akafanya kiburi ugenini. Mtu haweza akafanya kiburi ugenini. Ugenini mtu ananyenyekea, ugenini mtu anatembea kwa taratibu, ugenini mtu anajaribu kushika amri ambazo zimewekwa. Amri ambazo zimewekwa, kama mtu ni mgeni, anajaribu kutekeleza kabisa asipatikane na hatia yoyote. Lakini sasa huyu Mordekai yeye amevunja amri ambayo imesimamishwa na Hamani ya kwamba ainamiwe na kusujudiwa. Mordekai hakuinama wala hakusujudu. Unaweza ukajiuliza maswali hayo pia, ni kwa nini? Basi, na ningeomba ya kwamba kwanza tuweze kujua kwa nini hii vita katikati ya Hamani na Mordekai. Ningeomba kwanza tuweze kujua huyu Hamani ni mtu mgani na huyu Mordekai ni mtu mgani. Ni ya kwamba nataka kwanza tuone ukoo zao, ukoo wao, ili kwamba tuweze kujua ni kwa nini vita hii. Je, vita hii inatokana na nini? Kwa nini Mordekai anakataa kumuinamia Hamani? Na kwa nini Hamani anataka kuinamiwa na watu wote hadi mpaka Mordekai? Naomba kwanza tuone kwanza historia, ama tuone genealogy ama ukoo wa huyu mtu aitwaye Hamani ambaye sasa ameongezewa cheo. Turudi tena tusome tena Esther mlango wa 3 na mstari wa 1. Inasema hivi: baada ya hayo mfalme Ahasuero alimuongezea cheo Hamani bin Hamedatha. Kumaanisha Hamani mwana wa nani? Mwana wa Hamedatha, Mwagagi. Mwagagi. Kumaanisha huyu Hamani ni Mwagagi. Huyu Hamani ni nani? Ni Mwagagi. Basi tusome mstari mmoja katika Biblia. Kuna kitabu cha Samueli wa kwanza. Tusome Samueli wa kwanza mlango wa 15 na mstari wa 10, mstari wa 7 hadi mstari wa 9, ili ya kwamba tuweze kuona huyu Mwagagi ni mtu mgani. Tumeona ya kuwa Hamani ni Mwagagi. Sasa Mwagagi ni kina nani hao? Tusome mstari Samueli wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 7 hadi mstari wa 9. Sauli akawapiga Waameleki toka Havila huenda narudilia tena samahani. Sauli akawapiga Waameleki toka Havila uendapo Shuri unaokabili Misri. Mstari wa 8, akamkamata Agagi mfalme wa Waameleki yu hai, akawaangamiza hao watu wote kwa upanga. Lakini Sauli na watu wake wakamwacha Agagi hai, na katika kondoo walio wazuri na ng'ombe na vinono na wanakondoo na chochote kilichochema, wala hawakukubali kuangamiza. Jambo ambalo nipende ushike ni ya kwamba Agagi ni nani, ama huyu Hamani ni nani, Mwagagi ni nani. So tunaona ya kwamba Mungu alipomweka Sauli katika ufalme, alimpea amri ya kwamba sikiliza neno la Mungu, akamtuma vitani. Hapa tunaona vile jinsi Sauli akawapiga Waameleki, lakini akamwacha Agagi yu hai. Akamwacha hai Agagi. Kumaanisha huyu Hamani ni Mwagagi ama ni Mwameleki. Hamani ametokana na ukoo gani? Ni Waameleki. Ni Ameleki huyu. Huyu Hamani ni Mwameleki. Na Waameleki hao ni kina nani? Tusome mstari moja ili ya kwamba tunajaribu kutaka kujua Hamani ametoka wapi. Hamani ni mtu mgani?
ili kwamba ainamiwe na kusujudiwa. Tusome mstari mmoja. Tumeona ya kwamba Hamani ni Mwagagi na ni Mwameleki. Ni Mwameleki. Na Ameleki au ni kina nani? Tusome mstari mmoja katika kitabu hiki cha Mwanzo. Tusome katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 36 na mstari wa 12, ili ya kwamba tuweze kujua Waameleki hao ni kina nani. Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo 36 na mstari wa 12, ili tuweze kuona Waameleki ni kina nani. Neno la Mungu linasema hivi katika Mwanzo 36 na mstari wa 12. Na Timna alikuwa suria wa Elifazi mwana wa Esau, naye akamzalia Elifazi Ameleki. Hao ndio wana wa Ada mkewe Esau. Waameleki kumbe ni wana wa nani? Wa Esau. Ni wana wa Esau. So sasa hapo tunaweza tukajua ya kwamba kumbe huyu Hamani ametokana na nani? Na Esau. Kwa hivyo sema ya kwamba Hamani ni Esau, ni mwana wa Esau. Hamani bin Yahi mwana Mwagagi wa Mwameleki. Agagi ni Mwameleki, Mwameleki ni wana wa nani? Wa Esau. So ni kumaanisha ya kwamba huyu Hamani ni mwana wa Esau. Kwa hivyo ukiona Esau, ukiona Hamani, wachana na Hamani. Ona Esau, simamisha Esau mahali hapo. Huo ndio ukoo wa Hamani. Sasa nataka tuone pia ukoo wa huyu Mordekai ambaye anakataa kumuinamia Esau, ama anakataa kumuinamia Hamani ambaye amepandishwa cheo. Tusome katika Esther mlango wa 2, na wacha tusome mstari moja tu ambao ni mstari wa 5. Tusome mstari wa 5 tuone ukoo wa Mordekai. Neno nasema hivi: basi palikuwa na Myahudi mmoja huko Shushani ngomeni, jina lake Mordekai. Myahudi. Kwa hivyo Mordekai ni Myahudi, jina lake Mordekai. Bin Yahiri, kumaanisha mwana wa Yahiri. Bin Shimei, mwana wa Shimei. Bin Kishi, mwana wa Kishi, wa kabila ya Benyamini, wa kabila ya Benjamini. Kwa hivyo huyu Mordekai ni wa kabila gani? Ya Benjamini. Na sasa Benjamini ni nani? Benjamini ni nani? Ama huyu Mordekai ambaye ni bin Yahiri, tunaona ya kwamba ni wa kabila la Benjamini, ili ya kwamba tuweze kujua sasa huyu Benjamini ni nani. Naamini ya kwamba tunajua Benjamini ametokana na nani. Turudi tena katika kitabu cha Mwanzo, tusome mlango wa 46 na mstari wa 19. Mwanzo mlango wa 46 na mstari wa 19. Tuone neno la Mungu linasema nini. Tunaendelea pia kujua ukoo wa huyu Mordekai ambaye anakataa pia kusujudu kulingana na amri ambayo imetolewa. Mlango wa 19 unasema hivi katika kitabu cha Mwanzo. Acha nianze na mlango wa mstari wa 16 unasema: wana wa Raeli mkewe Yakobo, wana wa Raeli mkewe Yakobo, Yusufu na Benyamini. Wana wa Raheli mkewe Yakobo, Yusufu na Benyamini. So Benyamini ni mwana wa nani? Wa Yakobo. Kwa hivyo huyu Mordekai ametokana na nani? Ametokana na Yakobo. Ni kumaanisha sasa tumeona ya kuwa Hamani ametokana na Esau. Na sasa tumegundua ya kwamba Mordekai ametokana na Yakobo, na mwenzake Hamani ametokana na Esau. Kumaanisha sasa wachana na Hamani na Mordekai. Simamisha hapo Yakobo na Esau. Ni kumaanisha sasa vita vilivyo mahali hapo ni vita kati
ya Yakobo na Esau. Na sasa kama ni vita vilivyo katikati ya Yakobo na Esau, vita hivyo vilianza wapi? Tunaona tu matokeo, tunaona tu hapa juu. Lakini tunaposoma Biblia inaleta siri zote wazi. Tunaona vita hivyo vilianza wapi. Turudi katika kitabu cha Mwanzo, tusome katika kitabu cha Mwanzo, mlango wa 25. Tuone mlango wa 25 katika kitabu cha Mwanzo. Genesis chapter 25. Tusome mstari wa 20 hadi mstari wa 27 ili ya kwamba tuweze kuona vita hivyo vilianzaje na vilitokana na nini. Kama vile mnavyojua. Nasoma kutoka mstari wa 20. Neno la Mungu linasema katika Biblia. Acha tuanze na mstari wa 19 ndio tuelewe zaidi. Na hivi ndivyo vizazi vya Isaka mwana wa Ibrahimu. Isaka akawa mwenye miaka 40 alipomtoa Rebeka binti Betueli Mshami wa Padanaram, ndugu wa Labani Mshami, kuwa mke wake. Isaka akamuomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Naye Bwana akamuitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Watoto wakashindana tumboni mwake. Naye akasema, ikiwa ni hivi kuishi kwa nifaa nini? Akaendelea kumuuliza Bwana. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Mstari wa 24. Biblia. Siku zake za kuzaa zilipotimia, tazama mapacha walikuwamo tumboni mwake. Wa kwanza akatoka, naye alikuwa mwekundu mwili wote, kama vazi la nywele. Wakamuita jina lake Esau. Wa kwanza akaitwa nani? Esau, ndiye huyo mkubwa sasa. Baadaye ndugu yake akatoka, na mkono wake unamshika Esau kisigino, akaitwa jina lake Yakobo. Sasa tumeona ya kwamba vita hivi ni tangu tumboni. Vilitangazwa vita hivi tangu tumboni, na tangu tumboni mmoja akaonekana kumtumikia mwingine akaonekana kuwa ni mshindaji. Bwana wa majeshi alishinda vita. Biblia ina masomo mengi sana, na pia inaweka siri nyingi sana wazi ambazo mwanadamu unaweza ukasumbuka kujiuliza maswali. Unaweza ukajiuliza maswali mengi sana, lakini kupitia hadithi za Biblia Mungu ananena nasi kwa njia ambayo tunaweza tukaielewa. Tunaweza tukaona kupitia hadithi hii ni ya kwamba vita katikati ya Mordekai na Hamani, si Hamani na Mordekai, lakini ni kati ya Esau na Yakobo. Na vilianza wapi? Hata kama hawa sasa ni wajukuu, lakini sasa vita hivyo vilianzia wapi, na ni nani alitangaza vita hivyo? Tunaona ya kwamba vita hivyo ni tangu tumboni, kutoka tumboni tayari Mungu amesema, Mungu ametangaza mshindi. Jamani, Mungu ni wa ajabu. Mungu hutangaza mwisho kabla ya hata mwanzo. Ni kama sasa wacheza mpira wa kandanda, tayari kumetangazwa fulani ndiye mshindi na bado hawajacheza. Yes, ni kama tunazoea katika nchi, tunafanya uchaguzi wa viongozi. Na tunazoea kwamba kawaida ya mwanadamu ni ya kwamba kisha uchaguzi ndiposa kunafanyika matangazo ya yule ambaye ameibuka kuwa mshindaji. Lakini sasa Mungu ni tofauti ya mwanadamu. Mungu anatangaza mshindaji ama mshindi kabla ya hata vita hivyo. Kabla ya mchezo tayari Mungu
alitangaza ni nani mshindi. Ndiposa hata kabla ya mwanzo Mungu tayari alitangaza. Kabla hawajazaliwa tayari Mungu ametangaza. Kabla mmoja hajalazimisha ya kwamba asujudie na kuinamiwa, tayari Mungu ametangaza ya kwamba huyu hata muinamia huyu. Na ndiposa tunaona katika kitabu cha Esther mlango wa 3, wengi alipoongezewa cheo huyu Hamani, watu wote waliokuwa mlangoni waliinama na kumsujudia. Lakini tayari toka tumboni Mungu alitangaza ya kwamba wengine wanaweza wakainama mbele yako, lakini Mordekai hata inama mbele yako. Ni kama sasa Mungu asema ya kwamba wengine wanaweza wakatetemeka mbele ya Esau, lakini Yakobo ijapokuwa anaweza kaonekana kama ni mnyonge, anaweza kaonekana mtu asiyekuwa na nguvu, asiyefaa chochote, lakini hata inama mbele ya Esau. Yakobo hata inama kamwe mbele ya Esau. Na ndiposa Mordekai hakuinama mbele ya Hamani, ijapokuwa ameongezewa cheo. Ndio ameongezewa cheo na anaweza kufanya chochote kile ambacho ametaka kufanya, maana amepata neema ama amepata kibali mbele ya mfalme. Lakini ijapokuwa amepata neema mbele ya mfalme Asuero na watu wote wanatetemeka na kuinama mbele yake, lakini Mordekai kupitia neno la Mungu hakumuinamia. Haweza kumuinamia. Sio ya kwamba ana nguvu za kupigana na yeye, sio ya kwamba Mordekai anaweza kuwa na nguvu za kushindana na Hamani. Na Hamani ni yule mtu ambaye anaweza kumtendea chochote kile. Na ndiposa tunaona ya kwamba barua zimeandikwa, unapoendelea kusoma historia, barua zimeandikwa ya kuwa Wayahudi wote waangamizwe. Bado ni vita hiyo inaendelea tu. Esau anatangaza ya kuwa waangamizwe au Yakobo aangamizwe. Lakini sasa aliyebarikiwa na Mungu, wewe ni nani kumlaani? Aliyesimamishwa na Mungu, wewe ni nani kumwangusha? Huwezi ukaangusha yule ambaye ni Mungu alimsimamisha. Huwezi ukamwangusha. Unaweza ukafanya harakati zako ama mbinu zako zote ya kwamba unatamani kumwangusha wala kumweka chini, lakini hutafaulu. Na ndiposa Hamani anaambiwa, huyo mtu kama ni Myahudi hutatoboa, hutawezana na yeye kama ni Myahudi. Wachana na vita hivyo. Hutawezana. Ni Mungu alitangaza kabla ya siku ya leo. Tayari Mungu alikuwa ametangaza. Na sasa unaweza mwanadamu, kama vile huwa tunasema ya kwamba ile shida iliyokuu katikati ya Mungu na mwanadamu ni dhambi. Na sasa mwanadamu unaweza ukang'ang'ana kwa jitihada zako zote ya kwamba unataka kuondoa dhambi kwa maisha yako, unataka kufanya hiki na kile ili ya kwamba dhambi ikutoke. Lakini sasa siku nenda siku rudi, uko pale pale tu. Dhambi haiwezi ikatoka hata ufanye nini. Lakini sasa kabla ya hayo, kabla ya mwanzo, kabla ya wewe kujipata katika situation hiyo, kabla ya wewe kujipata katika shida hiyo, mumeambiwa sasa muiname, watu wote wasujudu. Imekuwa shida. Imefika ameanza kulia, amevaa magunia, ametoa manguo, amevaa gunia, ana panic. Anatetemeka. Tutafanya nini? Tutauawa sasa. Hiyo ni hali ambayo imefika. Lakini kabla ya hali hiyo kufika, kabla ya hata huyu Hamani kuongezewa cheo, kabla ya yeye Mordekai kujielewa, tayari Mungu alikuwa ameona na alikuwa ametoa matangazo, alikuwa ametoa suluhisho ya kila kitu. Alikuwa amejua kuko hivi na kutaenda hivi. Alikuwa amejua vita iko hapo na mshindaji ama mshindi ni huyu. Kwa hivyo vita hivyo kushinda sio kushinda kwa Mordekai ya kwamba angekuwa na nguvu ya kupambana na Hamani, lakini vita ni vile ambavyo ni vya Bwana, na Bwana ndiye aliyetangaza mshindi ni nani. Bwana ndiye aliyetangaza ushindi wa Mordekai, sio Mordekai peke yake. Hakukuwa na uwezo wala hakukuwa na nguvu ya kutangaza ushindi wala ya kupambana na Hamani huyu ambaye ameongezewa cheo. Tunaposoma katika kitabu hiki
cha Petro wa kwanza, waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 2 na mstari huu wa 9. Mstari wa 9 hadi mstari wa 10. Napenda sana mstari huu ambao unasema hivi katika jina la Yesu. Petro wa kwanza mstari wa mlango wa 2 na mstari wa 9 na pia mstari wa 10. Naanza mstari wa 8. Tena jiwe la kujikwaza mguu na mwamba wa kuangusha, kwa maana kujikwaza kwa neno lile wasiliamini neno, wala waliwekwa kusudi wapate hayo. Mstari wa 9 unasema hivi. Petro wa kwanza mlango wa 2 na mstari wa 9. Bali ninyi ni mzao mteule, ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Mstari wa 10. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu, mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Vile tulivyokuwa na jinsi tulivyo, ni Mungu alitengeneza njia, ni Mungu alifanya, wala sio kwa nguvu yetu. Hadithi hii ambayo tunasoma katika Esther mlango wa 3, tunaona ni kana kwamba ni hadithi ya Esther na Mordekai, lakini sio hadithi ya Esther na Mordekai, lakini ni hadithi yangu mimi na wewe. Ndio inakuja kana kwamba ni fumbo, lakini kwa upendo wa Mungu na kwa rehema zake, Mungu anafunua siri zake hata kwetu. Anatuonyesha ya kwamba vita katikati ya Mordekai na Hamani, vita katikati ya Yakobo na Esau. Yakobo hana nguvu ya kumpiga Esau, lakini sasa kwa sababu hana nguvu, ndiposa sasa Mungu alitengeneza njia. Ndiposa Mungu yeye mwenyewe alitangaza ya kwamba Yakobo ameshinda vita. Mungu yeye mwenyewe alitangaza ya kwamba Yakobo mkubwa atamtumikia mdogo. Sio kwamba mdogo ana nguvu kumliko mkubwa, lakini Mungu yeye mwenyewe alitangaza, kama vile tunavyoona ya kwamba anatangaza mwisho kabla ya hata mwanzo. So Mungu alitangaza ushindi wetu kabla ya sisi kujipata katika hali hiyo ambayo inatutisha. So kabla sisi hatujajipata katika hali ya dhambi ambayo inasababisha sisi kuwa mbali na Mungu wetu, Mungu alitengeneza njia. Na unapokubaliana na njia hiyo ambayo Mungu alitengeneza ili ya kwamba tuweze kuwa na ushirika na Mungu, basi wewe ni mtu ambaye utakuwa na shukrani na furaha mbele za Mungu, kwa sababu sasa vita sio vyangu, lakini vita ni vya Mungu. Mimi sikukuwa na nguvu, sikukuwa na nguvu yoyote ya kufanya jambo lolote, sikukuwa na decision ama uamuzi wowote ya kusema ya kwamba sasa tangu leo nimeamua kuacha dhambi, nimekuwa mtakatifu. Mwanadamu hawezi akaamua kuacha dhambi. Mwanadamu hawezi akaamua kutii sheria ama kushika sheria yoyote ile. Mwanadamu hana nguvu, hana huo uwezo. Ako na wish, ako na tamanio. Kutamani unatamani, kutaka unataka, lakini sasa hauna nguvu. Mlango umefungwa mbele yako, lakini sasa unatamani kuingia, lakini sasa hauna nguvu ya kufungua mlango huo. Naomba nisome ninapomalizia mstari mmoja tu katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 na mstari wa 8. Unasema hivi katika kitabu hiki cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 3 na mstari wa 8. Na yajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Jamani,
Mungu amefungua mlango mbele yako, Mungu amefungua mlango mbele yangu, hakuna aweze kufunga. Ni kwa nini? Ameona ya kuwa mimi ninazo nguvu kidogo, siwezi nikajifungulia, siwezi nikafanya chochote kile, lakini sasa kwa nguvu zake mwenyewe, kwa upendo wake mwenyewe, amefungua mlango mbele yangu ili ya kwamba niweze kupita bila kusumbukana. Jamani, tulipata msamaha wa dhambi na Mungu akaturejesha katika ufalme wake, katika ushirika wake, kupitia tu kazi ambayo yeye mwenyewe alifanya kupitia damu. Kupitia damu aliyoimwanga madhabahuni ya kufunika dhambi zetu. Kupitia damu ya mwana kondoo, kupitia Yesu Kristo, kupitia kazi ya msalaba, tulipata tena ujasiri wa kurudi katika ushirika na Mungu. Sisi tuliokuwa tumepotelea mbali, sisi ambao hatukutakikana tena mbele ya Mungu, lakini sasa Mungu alituita kuwa tena wana wake kisha kutukomboa na dhambi. Tulikuwa hatustahili, tulikuwa kwa kweli katika hali mbaya ama katika hali hatari, maana tulikuwa mbali na Mungu. Hata ukikuwa wapi, ukienda wapi, lakini kama ni mbali na Mungu, uko na shida. Hakuna mahali pazuri kama kuwa pamoja na Mungu, kama vile Daudi alisema ya kwamba heri hata siku moja tu kuliko siku mingi katika ikulu. Katika ikulu kuna maneno ya kila aina, lakini ukiwa bila Mungu hakuna, ni bure, ni maangamizi tu. Muda uliopita tuliona historia katika kitabu cha Ruth, tukaona ya kwamba Ruth aliyekuwa ni Moabu, Moabu hata kukiwa chakula, hata kukiwa mafanyikio gani ya kimwili, mnaweza mkalima, mnaweza mkapata pesa, mnaweza mkapata kila chochote kile, lakini bila Mungu hata upate nini? Hakuna, haikufaidi hata chochote. Hakuna faida kama kuwa pamoja na Mungu. Tukaona ya kwamba ni kwa njia ya Naomi tu ambaye ndipo aliingia katika Bethlehem. Yeye ambaye hakustahili kuingia Bethlehem aliingia tu kupitia Naomi. Sisi ambao hatukustahili kuingia katika ushirika wa Mungu kupitia Yesu Kristo, tuliingizwa katika ushirika na Mungu. Huyu Mordekai ambaye hangeweza kushinda vita katikati yake na Yakobo, kupitia neno la Mungu aliyetangaza ya kwamba mkubwa atamtumikia mdogo, Mordekai hakuweza kuinama wala kutetemeka mbele ya Hamani. Ijapokuwa ilikuwa imetangazwa ya kwamba Wayahudi wote waliokuwa wakiishi huko ngomeni Shushani wote wauliwe. Kwa tendo la mtu mmoja ambaye ni Hamani, ambaye ni Mordekai, hakuinama mlangoni, ikatangazwa ya kuwa Wayahudi wote wauliwe. Vivyo hivyo unaweza kupata fundisho hapo ya kuwa mtu mmoja tu, kupitia mtu mmoja wote walionekana kumes, kupitia mtu mmoja tu ambaye ni Adam. Warumi mlango wa 5 mstari wa 12. Through one man sin entered. Kupitia mtu mmoja tu dhambi iliingia na sote tukahesabiwa kuwa ni wenye dhambi. Kupitia Mordekai ambaye amekataa kuinama na kusujudia huyu Hamani, Wayahudi wote waliokuwa wakiishi huko ngomeni Shushani wote ilitangazwa ya kwamba wote wauliwe. Hawakufanya chochote, wao hawakukataa kumsujudia Hamani. Lakini sasa kupitia huyu Mordekai wote ilionekana ya kwamba wote watauliwa. Wakati utakaokuja tutaendelea na kujifunza neno la Mungu kupitia kitabu hiki cha Esther, na tuone kwa njia gani hawa watu ambao walikuwa wametangazwa ya kwamba wauliwe, mbona tena hawakuuliwa, na ni mfalme ameweka muhuri. Tutaona jinsi gani sisi tuliokuwa mbwa mwitu, sisi tuliokuwa tutupwe katika jehanamu, sasa tuko candidate, tuko katika safari ya kwenda mbinguni. Ni kwa njia gani tulijipata katika njia ya kwenda mbinguni? Kwa nguvu zetu tulifanya nini? Ingieni kupitia njia nyembamba. Yesu anawaita, njoni kwangu msumbukao na kulemewa na mizigo mizito. I am the way. Mimi ndimi njia. Yesu Kristo ndiye njia. Vita tunavyovipigana sio vita vyetu, na sisi ni washindi na zaidi ya
kushinda. Katika Warumi, nimalizie na mstari mmoja tu, Warumi 8 mstari wa 37 unasema hivi, Warumi 8 mstari wa 37, na yeye aichunguzaye mioyo aijuae nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili, wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Jamani, tangu asili Mungu alituchagua. Sio ya kwamba tulikuwa na nguvu yoyote, sio ya kwamba ni kwa nguvu ya mwanadamu, lakini ni kwa upendo wa Mungu. Mungu alitupenda tangu asili na akatuchagua, na akataka ya kwamba tuwe na ushirika na yeye. Basi tumeona ya kwamba kupitia hadithi hii katika kitabu cha Esther, ijapokuwa kitabu hiki uwezi ukapata jina Mungu, lakini Mungu ananena nasi, anatuonyesha waziwazi jinsi gani mwanadamu aliweza kukua ama anaweza kuwa katika ushirika na Mungu, mwanadamu huyu ambaye alikuwa amepotelea mbali. Basi nitaongea hadi hapo siku ya leo, na naamini ya kwamba wakati ujao tutazidi kuongea zaidi, na tutaendelea kuona siri ya msamaha wa dhambi na kurudi tena katika ushirika na Mungu. Wewe ambaye ni mwenye dhambi, japokuwa ndio tunafanya kazi kubwa kufikiria ya kwamba mtu akiomba masamaha, mtu akitubu, mtu akifanya nini, mtu anaweza kuwa na uamuzi ya kwamba sitatenda tena, lakini siku nenda siku rudi unajipata tena pale pale. Ulikuwa umeamua sitasengenya tena, unajipata tena umesengenya. Na ndiposa watu wengi wanaishi katika mzunguko huu. Anaenda, anatenda dhambi, anarudi, anatubu. Anapokuwa kitubu, anaonekana kabisa ni mtu ambaye ameamua hata tenda tena. Siku nyingine ukimpata tena siku ya Jumapili, tena kwa magoti akililia tena Mungu amsamehe. Na si tulikuwa tumemaliza ukafikiria ya kwamba hauta tena tenda. Lakini hiyo yote ni njia ya mwanadamu, wala sio njia ya Mungu. Mwanadamu anatenda, anarudi pale pale. Anaenda anatenda, anarudi anatubu tena. Anaenda anatenda dhambi, anakuja anatubu tena na confess dhambi zake. Lakini hiyo yote sio njia, ni njia potovu. Lakini njia ya ukweli ya kuunganisha mwanadamu na Mungu ni only njia ya Yesu Kristo. Ni kuamini tu kazi ya Mungu ambayo anafanyia mwanadamu. Sio mwanadamu kujifanyia kazi. Mordekai hakujifanyia kazi, ni Mungu alifanya kazi. Mungu alifanya kazi. Mordekai hana nguvu ya kupambana na Hamani. Hamani ameongezewa cheo. Hamani amechungwa, amezingirwa. Anaonekana hivyo. So Mungu alimfanyia kazi huyu ambaye anaitwa Mordekai. Na ndiposa hawakuangamizwa tena, lakini Mungu alikuwa ametengeneza njia ili ya kwamba waweze kupona na mtego huo. Basi sisi pia vivyo hivyo ndivyo dhambi zetu zilichukuliwa bila nguvu yetu, bila sisi kuhusika mahali popote. Mungu mwenyewe alifanya kazi. Basi Mungu awabariki na Mungu atende mema. Tukutane tena siku nyingine. Usikose kubonyeza, usikose kujiabone, usikose kusubscribe, ili ya kwamba kila mara tunapokuja na ujumbe uweze kusikia na uweze kufaidika na kujua pia siri ya msamaha wa dhambi na jinsi gani unaweza ukarudi katika ushirika wa Mungu. Nitaongea hadi hapo siku ya leo. Mungu awabariki na Mungu awatende mema. Nilikuwa nimejitambulisha ya kwamba ni wenu mtumishi mdogo ambaye ni Nesto. Mungu awabariki sana. Amen.